Watoto wi. Awali ya yote nami nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika hapa leo. Lakini pia niwashukuru wale wote ambao tumeweza kuongozana, kutangulizana kutoka Tanga mpaka hapa. Ni kilomita 50 kutoka Tanga mpaka hapa. Lakini tumeweza kufanikiwa kutumia risali 1 dakika 40 kutoka Tanga mjini mpaka kufika hapa. Lakini pia niwashukuru wale wote ambao wameweza kutuunga mkono kuweza kufanikisha zoezi letu hili. Mheshimiwa, kama ulivyosema, mwaka jana tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025 tuliweza kuwa hapa. Lakini lengo na nia na madhumuni ni katika utaratibu wetu uliokuwa wa kawaida kwamba kila inapofika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumejipangia kwamba tutakwenda kutembelea aidha ni kwenye mashule lakini watu wenye uhitaji. Mwaka jana baada ya kufanya research na kufanya uchunguzi tukapata taarifa kwamba kuna kituo hapa Chikeko Maramba kinao uhitaji. Na tulichokifanya au kwa mujibu wa utaratibu wetu, tunawaambia marafiki zetu, tunawaambia wadau wenzetu kwamba yapo mahitaji yanayohitajika maeneo fulani. Kinachokifanya tuje kwa wingi kwanza ni kufanya ibada. Hii tunachofanya ni ibada. Kwa sababu wewe unapokuwa nyumbani inaweza ukawa unatafuta kiatu. Unasema mimi sina kiatu, lakini kumbe kuna mwenzako hana mguu. Kwa hiyo utajiona kwamba wewe ambaye huna kiatu, mwenzako ambaye hana mguu yupi mwenye tatizo kubwa zaidi. Lakini hili tunapokuja, tumekuja na wenzetu kwa ajili pia kuja kujifunza, lakini kuja kuendeleza hii ibada ambayo tutatakiwa tuweze kuiendeleza. Lakini lengo jingine ni kuambia marafiki zetu wengine kwamba wapo watu wenye mahitaji zaidi. Inawezekana sisi tulipo kule watu hawajui kwamba huku kuna uhitaji zaidi. Jana niliweza kuwasiliana na Mheshimiwa Mbunge Twaha Mwakioja, tukamwambia bana, kwa sababu mimi kwa upande mwingine ni mwanasiasa, diwani wangu tumeshakutana katika baadhi ya mambo, tukamwambia bwana, tutakwenda katika jimbo lako la Mkinga, lakini lengo na madhumuni kumwambia tunatoka Tanga mjini tunakuja Mkinga kwa ajili ya kufanya jambo la kiibada, hatuji kufanya siasa, kwamba tunakuja pale kwa ajili ya kufanya jambo la kiibada. Imani yangu ni kwamba wenzangu wote ambao tumekuja nao kipo kitu ambao wamejifunza mwaka jana tulipokuja, lakini pia tuendelee kuombea Mwenyezi Mungu wale ambao mwaka jana tulikuwa nao lakini mwaka huu hatunao. Siku 365 sio ndogo, siku 365 ni nyingi, na ina maana wapo ambao mwaka jana tulikuwa nao lakini mwaka huu hatunao. Basi tuchukue fursa hii kumwomba Mwenyezi Mungu ili kwa wale ambao wameweza kutangulia, Mwenyezi Mungu basi awape maghfira, awalaze mahala pema peponi. Mheshimiwa Mwalimu, mimi niendelee tena kuwashukuru kwa kutupokea. Lakini mwaka jana tulikuja bila kujua kwamba uhitaji wa Maramba ni kitu gani au uhitaji wa kituo hiki ni kitu gani. Lakini tulipata nafasi ya kuzungumza kwa pamoja, lakini na sisi tulijionea wenyewe kwamba vijana hawa wana uhitaji gani. Lakini pia baada ya kujionea wenyewe tulipata taarifa kwamba vijana hawa wanatoka katika maeneo tofauti, kutoka maeneo moja kwenda jingine. Lakini tulikuta kuna zoezi ambalo lilikuwa limeshaanza hapa, kwa maana ya zoezi la ujenzi wa bweni. Lakini binafsi kwanza nichukue fursa hii pia kushukuru na kupongeza kwa wale wote ambao wamewezesha kufanikisha, kwa maana ya serikali, watu binafsi, watu mmoja mmoja. Leo hii tumekuja lakini tumekuta bweni hili kwamba limekamilika. Mimi nawashukuru na kuwapongeza sana. Lakini wakati wa tafakari kwamba tutakwenda Maramba, nini tunaweza kwenda nacho, nyinyi wenyewe binafsi mkakiri mkasema kwamba katika mahitaji yapo mahitaji ya lazima, lakini yapo mahitaji ambayo si ya lazima. Lakini katika mahitaji ya lazima tuliambiwa kwamba uhitaji mkubwa, kwa sababu bweni limekamilika, basi ingependeza au itakuwa ni busara kama tukipata vikalia, kwa maana magodoro au vilalia. Kwa hiyo tukaona katika moja ya vitu ambavyo tumekuja navyo, tumeweza kuja na magodoro takriban 30 ambayo kwamba
uhitaji ulikuwa ni mkubwa zaidi, lakini tukasema tujikite kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia. Na hiki haikutolewa na Five Brothers wala haikutolewa na Tanga Women Gala peke yao, bali ni wadau na watu ambao wameweza kujichanga, kujikusanya na kuweza leo tumekuja kwa pamoja kwa ajili ya kuja kukabidhi. Wapo ambao hakuweza kufika, lakini wapo ambao wameweza kupata nafasi kwa ajili ya kuja kuwakilisha wengine, na leo hii tumekuja kukabidhi kwa kile ambacho sisi tumejaliwa. Wanawake na uchumi, wanawake na uchumi. Bila uchumi tusingekuja hapa. Kwa hiyo tunataka mguu sawa, tukumbushane ili iwezekana gwaride iliendelee. Kwa majina naitwa Madam Latifa Makau Teoza, mwenyekiti wa jukwaa la Tanga Women Gala, lakini ni mzazi, mdau wa maendeleo. Kama kawaida namshukuru tena Mwenyezi Mungu leo kuweza kutukirimu uhai, kaweza kujaliwa kuja tena hapa kwa mara nyingine. Lakini kipekee sana tuwashukuru nyinyi kwa kutuamini, kwa kutukaribisha na kutupokea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwa majina naitwa Mwanaidi Nondo, ni mzazi. Kwa kweli sijawahi kufika hapa, ni mara yangu ya kwanza. Mwaka jana nilitamani kufika, lakini kutokana na mwingiliano wa majukumu ya kazi sikuweza kufika, lakini mwaka huu nilisema inshallah Mwenyezi Mungu akiniweka hai na uzima nitafika ili niweze kujionea mwenyewe, kwa sababu niliona kwenye picha tu, lakini leo nimeona uhalisia. Kiukweli niwashukuru brother na Tanga Women Gala kwa kutuweza kutushirikisha sisi kama familia kuweza kushiriki kwenye tendo hili la huruma, kwa sababu tunarudisha tabasamu. Na sisi hatukupenda kuwa hivi na wala wao hawakupenda kuwa hivi, lakini yote ni mapenzi yake Mungu. Tunatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah. Mimi pamoja na wenzangu tumekuja leo Maramba kwa ajili ya kuleta tabasamu na kuwashika mkono watoto wetu kwa kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki, ili na wao wajione hawako peke yao. Sisi mama zao na baba zao na jomba zao na shangazi zao tuko pamoja nao kwa hali na mali. Tunaomba Mwenyezi Mungu, hata sisi sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndio maana tuko hivi ambavyo tulivyo leo. Haya machache, sisi kama familia tumekuja kuonyesha tabasamu kwa familia za wenzetu wengi. Sina mengi ya kusema zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha leo kufika hapa na kutoa kidogo ambacho Mungu ametujalia. Maana yake mmeunga serikali mkono. Katika hilo kwa kweli tunawashukuru sana. Kwa niaba ya msalimu wetu wa halmashauri tunawashukuru sana sana sana. Mmetusaidia hatua moja, na naamini mtaendelea kufanya hivyo kwa nyakati zijazo. Ndugu wageni wetu, mimi binafsi kama msalimu kata nimefurahi sana, na niendelee kuwaalika tena na tena, kwa sababu jambo tunalofanya kama nilivyosema ni jambo la kiibada kweli. Kuna kitu ambacho mnakitengeneza ambacho kwa kweli ni cha baraka kweli, na tusione kwamba tunapofanya hivyo labda tunapoteza. Mwenyezi Mungu anatutaka tufanye hivyo, maana anasema hata katika maneno yake, dini iliyo safi ni ile inayowajali wenye uhitaji. Kwa tuna dini nyingi, lakini dini iliyo safi na iliyo njema ni ile inayojali watu wenye uhitaji. Kwa hiyo hapa mnatekeleza ile kauli kwamba dini iliyo safi, na hivi mliolifanya kwa kweli ndio hasa kinachotakiwa kufanyika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inapenda sana watu wa kujitoa, sababu serikali yenyewe haiwezi kufanya kila kitu. Hichi mlichokifanya ni ibada moja kubwa sana. Kuna ile usemi unasema kwamba unajiwekea hazina. Yaani ukitoa unajiwekea hazina, unajifanyia amali kwa Mungu. Sadaka jaria kama magodoro yatalaliwa, hawa watarajia, wengine watakuja kulalia, ile kama sadaka jaria, kwamba sadaka inayoendelea, kwamba Mungu amebariki sana.
mimi nimipongeze sana. Yaani mimi hapa natoa shukrani sana kwa sababu ya kutusaidia hawa watoto, kwa sababu tutakuwa tumezalisha kwa miaka 17 mpaka sasa hivi haelewi hata chochote, lakini tunashukuru kwa sababu akirudi nyumbani anajielewa. Tunashukuru Mungu. Kwa hiyo tunashukuru sana, asanteni sana basi na wenzetu sisi wa Kristo pia tunashukuru hata shukrani. Mimi kwa jina naitwa Raymond. Kwa niaba ya wazazi wenzangu tunawashukuru sana kwa kukumbuka pamoja na hawa watoto. Nadhani tunafanya jambo jema kwa Mwenyezi Mungu, kuleta tabasamu kwa watoto na wazazi wao, na hata wazazi wengine nadhani watakuwa wakisikia hivi watakuwa na hamu ya kutowaficha watoto wao kwa ndani. La pili ni shukrani, tunawashukuru, tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu ajalie kazi za mikono wazee ili muweze kuendelea na wajalie maisha marefu, kufanikiwa kwenye shughuli zenu, kuendelea kuwakumbuka na Mungu Mwenyezi atawakumbukeni na nyinyi wenyewe, atawajalia kupata zaidi ya mlichotoa.